Kwa kweli binafsi nimejiridhisha na kuona hatua kubwa ambayo mradi wetu unaendelea kupiga. Nami nichukue fursa hii kuwahabarisha Watanzania wote na hasa wale ambao walikuwa wana wasiwasi na uwanja huu wa AFCON hapa Fumba. Kwa kweli maendeleo ni mazuri, kazi inaendelea vizuri, lakini niwahakikishie Watanzania kwamba azma ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya uwanja huu kutumika kwa mashindano ya AFCON iko pale pale, na hatuna sababu kwa nini uwanja huu sikamilike. Almost vifaa zaidi ya 95% viko site tayari. Hili ni jambo ambalo kwa kweli limenipa faraja sana, na wamenihakikishia wakandarasi kwamba ndani ya kipindi cha wiki 2 hadi wiki 3 zinazokuja hapa kutakuwa kuna mabadiliko makubwa, maana mmeona materials ambazo wameziangusha pale nje, lakini wameanza kufanya installation ya maeneo haya, na naamini ndani ya wiki 2 watakuwa wamekamilisha na wataendelea na hatua nyingine kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, niwahakikishie kwamba maendeleo ya mradi huu ni nzuri kwa ujumla wake. Tayari tuko karibu 81% kwenye mradi huu, na ile miradi mingine tunaendelea kuhakikisha kwamba nayo inakamilika kwa uhakika kabisa. Na serikali tumejipanga na mji huu wa Fumba, nadhani ukifuatilia serikali imekusudia kufanya kitu gani, huu mji utakuwa ni mji mkubwa, utakuwa na watu wengi na kutakuwa na shughuli nyingi za kibiashara ambazo mwingiliano sasa wa watu utakuwa ni mkubwa sana. Kwa uwanja huu ambao utakuwepo Zanzibar, hili jambo litakwenda vizuri na serikali imejipanga vizuri, na huu uwanja ni sehemu moja tu, yako mambo mengi ambayo utayaona ni mazuri zaidi. Swala la umeme Zanzibar tumeliangalia kwa ukubwa wake, tunakuja na staili nyingine ya hapa, lakini najua swala lako hasa linakusudia ule uwezo wa upatikanaji wa umeme wa kutosha. Ni kuhakikishie kwamba Zanzibar tumejipanga kuwa na umeme wa kutosha kabla ya 2030. Yaani sisi tunasema mwishoni mwa mwaka huu plani yetu Zanzibar tuwe na umeme wa kutosha kabisa. Kwa hiyo uwanja huu ni kuhakikishie hautakuwa na changamoto na maeneo mengine hayatakuwa na changamoto. Zile megawatts ambazo tutazitengeneza pale Matemo, zile megawatts ambazo tutazitengeneza hapa Makunduchi, lakini na zile megawatts ambazo zitatengenezwa eneo jingine hapa Welezo, ni kuhakikishia kwamba tutakuwa na full capacity ya matumizi ya umeme bila ya matatizo yoyote.